hizi bilioni 200 ni za Wizara ya Habari? Labda mtanisaidia. Tanzania hii asilimia 70 ya idadi ya watu ni vijana chini ya umri wa miaka 35, na vijana wanachangia nguvu kazi asilimia 55.6. Tanzania kwa mujibu wa takwimu, ukubwa wa changamoto ya ajira ambayo ipo nchini, nataka nieleze tuone how serious jambo hili liko serious kiasi gani kwa vijana. Kwa mwaka, kwa mujibu wa hii sera ya maendeleo ya vijana, hii sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema kwa mwaka vijana milioni 1 wanaingia kwenye nguvu kazi, wanaingia kwa sababu ya kuajiriwa. Ni nguvu kazi wanaingia kwenye sekta kwa niaba ya kuajiriwa kwa mwaka. Kwa maana ya soko, wanaingia kwenye soko la ajira. Nitumie neno hilo zuri sana. Wanaingia kwenye soko kwa mwaka vijana milioni 1 wa Kitanzania kwa mwaka. Katika hii milioni 1 ni vijana 200,000 tu ndio wanaokwenda kwenye ajira rasmi, yani sekta binafsi na sekta ya umma, yani ualimu, udaktari, sijui nini, yani wale walioajiriwa rasmi ni 200,000 tu kati ya milioni 1. Vijana 800,000 kwa mujibu wa takwimu ya Integrated Labor Force Survey, na hii takwimu hii sera ya taifa ya maendeleo ya vijana. Vijana 800,000 wanaingia mtaani kujipambania kutafuta ajira. Huyu akajiajiri machinga, huyu akajiajiri barabara, huyu akajiajiri akafunga kibiashara chake, huyu sijui kama ni mvuvi aenda tafute mtumbu kula avue, huyu sijui. Kwa wanajaribu kujiingiza kwenye hizi sekta ili kupata chochote kitu. Na hii ukisoma hii sera maendeleo sera taifa maendeleo ya vijana imesema asilimia 80 ya vijana ambao wapo kwenye wanajishughulisha na shughuli mbalimbali wapo kwenye sekta isiyo rasmi. Na wakasema sekta isiyo rasmi inakuwa kwa kasi sana. Tangu mwaka 2006, sekta isiyo vijana ambao walikuwa kwenye sekta isiyo rasmi walikuwa asilimia 10.1. Mwaka 2022, sekta isiyo rasmi imekuwa mpaka kufikia takriban asilimia 59.9. Kwa unaona ni kwa kiasi gani hawa vijana sekta rasmi inakuwa inasinyaa, alafu sekta isiyo rasmi inakuwa. Na wakaelezea katika hii sera maendeleo ya taifa maendeleo ya vijana kwamba sababu kubwa ni kusinyaa kwa shughuli za uzalishaji kiuchumi, kusinyaa kwa uwezeshaji wa vijana kiuchumi, ili kijana aweze kujiajiri. Huenda ajira haziwezi kutolewa kwa watu wote. Tuzungumze hapa, kuna uwezeshaji wa vijana. Sasa Tanzania tuna mifumo miwili ya kuwezesha vijana. Mfumo wa fedha za halmashauri, zile 10%, ambazo 4% kwa vijana, 4% kwa wanawake, 4% kwa watu wenye ulemavu, ambao hizo fedha zinaongozwa kwa kanuni hii hapa. Nilisema nondo, natembea na nondo. Sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura 290, kanuni zimetungwa chini ya kifungu cha 37A4. Humu ndo kuna sifa, utaratibu wa utoaji wa fedha, marejesho. Mbali na kuwa na hii kanuni, lakini kumekuwa na kelele sana huko chini juu ya hizi fedha, hizi 10%, utolewaji wake, kwamba vijana wamekuwa kilalamika fedha hizi hawapati, vijana wamekuwa kilalamika zinatolewa kibaguzi, na halmashauri hizi zimekuwa zikilalamikiwa na ripoti za CAG kila mwaka kwamba hazitengi 10%. Ripoti ya CAG imekuwa kilalamika fedha hizo hazirejeshwi, ripoti ya CAG imekuwa kilalamika fedha hizo zinapigwa, ripoti ya CAG imekuwa kilalamika fedha hizi zinaliwa. Kumekuwa na mahusiano ya kimaslahi kati ya madiwani na watendaji wa halmashauri. Kwa hiyo hakuna namna gani ya kutatua hili tatizo. Hii mani sehemu moja ya fedha za chini ya halmashauri. Fedha kutoka serikali kuu huwa zinaingia kwenye kitu tunaita mfuko wa maendeleo ya vijana, Youth Development Fund. Tuna mfuko wa maendeleo ya vijana ambao awali ulikuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu, sera, vijana na ajira, kazi na ajira. Sasa hivi ule mfuko umehama, upo chini ya wizara ya maendeleo ya vijana, chini ya Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, ambao iko chini ofisi ya rais. Ofisi ya rais, yes. Ambao sasa ile changamoto unaongoza hiyo Youth Development Fund ni huu hapa. Huu ndio muongozo unaoongoza fedha
ambazo zinaingia kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana. Changamoto iko wapi? Kuzungumzia uratibu, na changamoto ya kwanza, huu mwongozo unaouona hakuna kijana yote ambaye anao. Umejiwaje? Ngoja, hebu ngoja kwanza, hebu twende mdogo. Usije ukaona kuilaumu bure serikali yetu kwamba hamna kijana nao. Wewe unayo data ya vijana wote. Unayo data ya vijana wote kwamba hamna kijana ambaye anao. Na yeye anaye mkononi. Na wewe ni kijana. Swali zuri sana. Mfuko wa maendeleo ya vijana ndio fedha zote zinazohusu vijana zinaingia mule, zinazotoka serikali kuu. Ambao kwa mwaka kwa utaratibu huaga zinatolewa bilioni 1, zinaenda vijana wakopeshwe kwa utaratibu waliouweka humo. Si changamoto ambayo ipo? Hizi fedha zinaongozwa kwa mwongozo, yani fedha zinaingia mfuko wa maendeleo ya vijana, zile fedha na mfuko wote kwa ujumla zinaongozwa kwa mwongozo. Mwongozo wenyewe ni huu, umetungwa mwaka 2022. Huu mwongozo haupatikani popote. Ukienda kwenye tovuti hupati. Ukienda kwenye tovuti yoyote ya serikali huu mwongozo hupati. Mimi najua ulitungwa. Mimi nimepambana kuutafuta, na sitaki kusema nimeupata wapi kwa sababu alionipa alisema usiseme. Hapo sasa tunakwenda. Hapo sasa alionipa mimi, alionipa huu mwongozo, aliniambia tafadhali usiseme nimekupa mimi. Mwongozo wa fedha za vijana, mwongozo unaoratibu mfuko wa maendeleo ya vijana, na ni mwongozo ambao ukiusoma una madhaifu mengi sana, una kurasa 12. Mwongozo una kurasa 12 ndio unaongoza mfuko wa maendeleo ya vijana unao ila ngoja kabla hujaendelea. Natumaini huo mwongozo haujapigwa ule muhuri kwamba ni siri. Hauna muhuri wa siri. Wala hauna ile muhuri wa confidential. Hakuna muhuri wa confidential. Kwa sababu sisi tukaongea hapa vizuri Abdul. Hakuna muhuri wa confidential, hakuna muhuri wa siri. Kwa sababu sisi tukaongea hapa. Hakuna. Alafu baada ya kipindi wa permanent secretary. Basi sawa. Kama kwa sababu wapenzi watazamaji msipojua, kuna documents za serikali zinaitwa siri, confidential. Ukikutwa na hiyo nyaraka ya siri hapa tunaweza tukawa tunamaliza kwa sababu kipindi kiko live. Tunamaliza tunakuta kuna defender hapo nje. Kwa hiyo changamoto kama hiyo. Sasa huu mwongozo ndio hauna sheria kwanza. Mifuko yote ya Tanzania unaoijua wewe, ndio mfuko wa TARURA, mfuko sijui wa afya, kuna mfuko wa fedha za maendeleo ya jimbo, mfuko wa TASAF una sheria, mfuko wa TARURA una sheria, mfuko wa fedha sijui za kuna ule uwezeshaji ya jamii kuna sheria, mfuko sijui kuna sheria. Mfuko unaoongoza fedha za vijana ambao vijana hawa ni takriban 70% ya idadi yote ya watu nchini, kwa chini ya umri ya miaka 35. Mfuko wao wa fedha hauongozwi kwa sheria, unaongozwa kwa mwongozo. Mimi naona ni lack of seriousness. Hatuna userious na masuala ya vijana. Mheshimiwa Rais aliahidi kwenye kampeni zake kutoa bilioni 200. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu aliahidi kutoa bilioni 200 na vijana na wanawake. Akaenda bungeni kwenye hotuba yake ya aliyoitoa tarehe 14 Novemba 2025. Ndio. Ukisoma peji ya 7 hapo anazungumza tena. Anasisitiza kutoa fedha kwa vijana, kuongeza mtaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana. Bilioni 200. Hizo nondo binondo. Mheshimiwa Rais fedha akatoa bilioni 200. Na katoa. Ambayo taarifa hiyo tulipata kupitia waziri mkuu, yes. Tarehe 5 Februari 2026. Waziri mkuu akaenda kukabidhi hundi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais akiwa na waziri wa fedha. Kwa nani? Kwa waziri anayehusika na vijana, waziri wa maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Joel Athal Nanauka. Na huyu ni kijana kweli. Akapewa hundi ile bilioni 200. Sisi vijana wa Tanzania, bilioni 200 tunaona ni fedha nyingi na ni fursa. Nakumbuka Kikwete alitoa bilioni 50 tu kipindi chake. Fedha zile kwa sababu alikuwa na utaratibu, mnafahamu kwamba namna zilivyoenda mpaka sasa hivi zina mjadala kwamba fedha zile zililiwa. Tuzungumze hizi bilioni 200, sisi tunaona ni fedha nyingi.
ambazo zikitumika vizuri zikafikia walengwa, kuna vijana wenzetu baadhi wanaweza wakanufaika na utaratibu mwingine ukaendelea, angalau wakasema walinufaika kutoka na hizi bilioni 200. Yeah. Tunategemea waziri baada tu ya kupokea ile hundi, kwanza yeye na wizara yake waangalie utaratibu mzuri wa kuja na kupanga namna gani vijana watanufaika. Tulitarajia labda ataita mkutano wa vyombo vya habari. Labda muda bado. Mbona una haraka sana? Una haraka sana na bilioni 200. Bilioni 200 hela nyingi. Bilioni 200. Sasa unamkimbiza waziri akimbizane. Tulitarajia. Sawa, mimi nitaenda huko hata kama muda ulikuwa bado. Sawa. Tunamuona kwenye mikoa tofauti tofauti akisema fedha zimetoka na akitamka zimekwenda wizara za kisekta. Wizara za kisekta zenyewe alizozitaja ni hizi hapa. Hapa ameandika bilioni 200 za mama. Zinapatikana katika wizara zifuatazo ili kuhakikisha vijana wa kisekta zote wananufaika. Wizara ya nishati, wizara ya habari, wizara ya kilimo, wizara ya maendeleo ya kijamii, wizara ya biashara, wizara ya madini, wizara ya mifugo, wizara ya TAMISEMI. Alivyomaliza hivyo akamaliza kimya. Fedha hizi ambazo hizi ni wizara za sekta ambazo fedha zimekwenda ili ziwafikie vijana. Akaishia hapo. Hapo. Sasa kuna vijana hawaelewi kwamba utaratibu wake ni upi. Hundi imekabidhiwa, hundi ni cheki. Imekabidhiwa tarehe 5 Februari kwa waziri wa maendeleo ya vijana. Hundi inakabidhiwa tayari Mheshimiwa Makonda tangu tarehe 30 Januari. Amesema na bilioni 2 kwa niaba ya content creator. Unataka kuniambia bilioni 200 hii ya tarehe 30 Januari kutoka wizara ya habari kwa content creator ni miongoni mwa bilioni 200 ambayo cheki yake ilikabidhiwa tarehe 5 Februari? Swala la kwanza. Swala la pili, mama yetu Gwajima, mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, alitoa taarifa yake hii tarehe 30 Januari 2026 akitoa taratibu kwamba kuna fedha bilioni 10.5 kwa niaba ya machinga kina mama kwenda kukopa. Naelewa, kwenda kukopa kupitia NMB kwa utaratibu uliowekwa kwa riba ya 7%. Hii taarifa ilikuwa ni tarehe 30 Januari 2026. Ameshasema kuna maelekezo namna hiyo, kuna fedha. Muda ambao cheki ya bilioni 200 ilikuwa haijakabidhiwa, haijatoka. Unataka kuniambia hizi wizara mbili zinawahi kutoa taarifa kabla ya hundi maalum ya bilioni 200 kutoka kwenda kwenye wizara husika? Ya hilo ngoja kidogo. Hebu muulize hilo ili ni dogo, mimi nilimalize tuokoe muda. Tupate nondo nyingi zaidi za nondo. Swali langu ni moja. Kwa sababu serikali anajua inafanya kazi kwa kucoordinate. Unadhani kuna namna ambapo wizara fulani inaweza kufanya taarifa ya kuengage na wizara nyingine alafu taarifa zisiwe? Hakuna wizara yeyote katika hizi mbili iliyotamka. Hata Mheshimiwa Makonda hakutamka kwamba bilioni 2 zake the content creator ni miongoni mwa bilioni 200 alizotoa Mheshimiwa Rais. Hebu ili tulimalize. Ngoja nikwambie nondo. Let's save time. Wewe ni mtu wa thamani sana. Na hizi ambazo bwana, hizi nondo anazozimwaga nondo, yani mimi natamani vijana namna hii ndo alikuwa ingie kwenye bunge letu kule Dodoma, unakuitask serikali. Yani sio, yani tumeingiza mpaka machawa ambao kazi yao ni kusifu na kupiga makelele, alafu vichwa vya namna hii vinakuja kuishia na maneno. Sikiliza nondo. Zile bilioni 2 za Makonda alisema nitawatafutia, yani nitatafuta whether ni kwa mama, kwa wafadhili, kwa nani haijulikani. Na hizi za wizara ya kazi kwenye mambo ya fedha za maendeleo ya jamii, kwenye mambo ya fedha kuna kitu kinaitwa projection. Hata bajeti yetu tunayoipitishaga ile inapitishwa mwezi wa 7. Kwenye ile bajeti kuna projection kwamba fedha hizo tutachangiwa kwenye basket funding na wafadhili, zinakuwa zimeshakuwa budgeted na hamna senti 5 iliyoingia, inakubalika. Kwa hiyo hilo tusiende sana. Basi tuseme ishe hivyo. Yes. Tuendelee huko. Tuseme ishe hivyo. Yes. Lakini ikae ijulikane kwamba hakuna taarifa ya kutosha. Yes. Juu ya mahusiano. Nataka hakuna taarifa ya kutosha juu ya mahusiano ya fedha za bilioni 2 za Mheshimiwa za wizara
wizara ya habari na bilioni 200, lakini ibaki kabisa na ifahamike kwamba hakuna taarifa za kutosha kati ya hizi fedha za wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia na wanawake bilioni 10.5 kama ni mahusiano na fedha za bilioni 200. Ibaki hivyo.